Ndugu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu katika hichi kituo cha Tanzania News TV. Mimi ni Bwana Ezra. Katika jambo ambalo limeweza kunishangaza na nina imani pia nawe litakushangaza. Serikali ya Samia ambayo iliweza kuiba uchaguzi wakasalia madarakani, wanasema kwamba wao hawakuhusika kwenye kupotea kwa aliyekuwa balozi Humphrey Polepole. Humphrey Polepole alipotea mwaka uliopita mwezi wa 10, tukiwa tumekaribia uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Hadi sasa hivi hajaweza kupatikana. Familia yake Humphrey Polepole iliweza kusema kwamba mpendwa wao wanashuku kwamba alipotezwa na hii serikali ya Samia ambayo alikuwa anahudumia. Baada ya Humphrey Polepole kushambulia utawala wa Samia, kuanika utawala wa Samia peupe, jinsi ambavyo uongozi wa Samia ulikuwa umekiuka haki za binadamu, jinsi ambavyo uongozi wa Samia ulikuwa umekiuka matarajio ya Watanzania. Kuna kauli moja mbili tatu ambazo niliweza kuzisikia kutoka kwake Humphrey Polepole akiwaeleza Watanzania wasikubali kuridhiana baada ya uchaguzi, kwani serikali ilikuwa imepanga kuiba uchaguzi ndiposa waweze kuridhiana na wananchi. Akawaambia wananchi kwamba kama wanataka maridhiano, kama serikali ya Samia ilikuwa inataka maridhiano, waridhiane na wananchi kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 kufanyika. Wayatatue yale matatizo ambayo yalikuwa yanawakumba wananchi. Uongozi mbaya ukwishe. Lakini utawala wake Samia haukutatua zile kero za wananchi. Walipoona kwamba semi na kauli za Humphrey Polepole zilikuwa zimewafika kwenye koo, mara tu Humphrey Polepole alitoweka. Familia yake ikaenda nyumbani, walipata tu chumba chake kimesalia mahame. Hadi sasa hivi Humphrey Polepole hajulikani aliko. Sasa kuna hii ripoti ambayo imeweza kutolewa na The African Report na mwanahabari mwenye anaitwa Sheriff B, kwa lugha ya Kimombo, anaeleza kwamba serikali ya Samia imeweza kukataa kuhusika kwenye kupotea kwake balozi Humphrey Polepole. Kwa hivyo serikali inataka kueleza kwamba Humphrey Polepole haliweza kujiteka. Kwa hivyo serikali inataka kujitolea lawama, kwa sababu unajua taarifa nyingi zimeweza kusambaa ulimwengu mzima kwamba utawala wa Samia ni utawala ambao unawateka raia wake, baada ya raia wake kusema ukweli kwamba hapa hawajaweza kuridhishwa na jinsi ambavyo au na namna ambavyo mambo yanaendeshwa. Lakini sasa Samia wanataka kujisafisha, kwa sababu katika sheria
za mahakama ya ICC zinasema kwamba utekaji na kupotezwa kwa mtu bila ya idhini yake au bila ya kuelezwa ni kinyume na sheria na unaweza ukafunguliwa mashtaka. Sasa dikteta Samia, Idi Amin, Mama Samia anasema kwamba utawala wake haukuhusika kwenye kupotezwa kwake Humphrey Polepole. Jinsi ambavyo unaona hapo, ripoti hii ikasema hivi: Parliamentary Chief Whip claims the government of Samia Suluhu Hassan had no hand in the disappearance of Ambassador Humphrey Polepole. While critics say a presidential inquiry confirming 518 deaths in post-election violence is flawed. Unaona hapa katika lugha nyepesi ya Kiswahili ambayo tunaelewa sisi zote, ripoti hii ya The African Report inasema kwamba mnadhimu wa bunge la kitaifa Tanzania anaeleza kwamba serikali ya Samia haina mkono, haikuhusika kwenye kupotea kwake Balozi Humphrey Polepole. Huku sasa wakosoaji wa serikali ya Samia kama mimi tunasema kwamba ripoti ambayo iliweza kutolewa naye Jaji Chande kwamba watu 518 walipoteza maisha yao katika uchaguzi uliopita, ripoti hile sio sahihi. Watu zaidi ya 10,000 walipoteza maisha yao. Kama si kweli watu zaidi ya 10,000 waliweza kupoteza maisha yao, mbona serikali imechukua zaidi ya miezi 6 ndiposa iweze kutoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuaga dunia? Mbona? Pili, mbona serikali ya Samia imeweza kutoa hii ripoti ya Jaji Chande baada ya ripoti kamili kuchakachuliwa? Alafu sasa wanataka ulimwengu uamini kwamba utawala wa Samia haukuhusika kwenye maafa ya Watanzania ambayo yaliweza kutokea mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Vile serikali hii ya Samia inataka iweze kutuambia kwamba wao hawakuhusika kwenye kupotea kwake Humphrey Polepole. Je, aliko Humphrey Polepole yupo hai? Kama yupo hai, ni kwa nini serikali ya Samia imeanza kujiondolea lawama na kusema kwamba hawakuhusika kwenye utekaji na upotezwaji wake Balozi Humphrey Polepole? Mimi ninashuku sana iwapo Balozi Humphrey Polepole yuko hai, kwa sababu ni nini ambacho kimezuia hii serikali, au ni nini ambacho kimefanya hii serikali ya Samia imechukua miezi zaidi ya 6 wao kusema kwamba hawakuhusika kwenye kutekwa na kupotezwa kwake Balozi Humphrey Polepole? Mbona hawakutoa madai haya mwaka uliopita mwezi wa 10 kabla ya uchaguzi, au mwezi wa 10 baada ya uchaguzi? Hata wazungumze mwezi wa 11, hapo ingekuwa ni sawa. Lakini imepita zaidi ya miezi 6 ndipo hii serikali ya Samia inakuja kutueleza kwamba wao hawakuhusika
kwenye upotezwaji wake Balozi Humphrey Polepole. Mimi ninashuku iwapo Humphrey Polepole yuko hai, na ndio maana huenda Humphrey Polepole hayupo hai, na ndio maana sasa serikali inataka kujiondolea lawama. Iwapo mwili wake utapatikana, I'm sorry to say that, God forbid, iwapo mwili wake utapatikana, serikali itaanza kusema kwamba sisi tulisema hatukuhusika na kupotea kwake. Kumbuka kwamba familia yake imejaribu kumtafuta mpendwa wao, hawajaweza kufanikiwa mpaka sasa hivi. Familia yao ipo na mawazo, imezongwa na mawazo, pressure, kutokana na mpendwa wao kupotea. Na makosa ambayo mpendwa wao aliweza kuyafanya ni kuzungumza ukweli kwamba utawala wa Samia umeweza kuyafanya mabaya. Utekaji unaendelea kwenye serikali ya Samia. Ingekuwa ni vizuri serikali ya Samia kuweza kutatua kero za Watanzania, waridhiane na Watanzania kabla ya uchaguzi, na akawasihi Watanzania wasiridhiane na serikali ya Samia baada ya uchaguzi. Na kosa kubwa ambalo lilifanya Humphrey Polepole akapotezwa mpaka wa leo hajapatikana ni kufichua mikakati na mipango ya Samia. Yaani alipanga kuwaua Watanzania, alipanga kuwateka Watanzania na alipanga kuiba uchaguzi. Alafu baada ya uchaguzi, baada ya kujiapisha, ataomba taifa liweze kuridhiana, warudiane pamoja. Akawasihi Watanzania wasifanye hilo. Hilo kosa ndilo lilifanya serikali ya Samia ikampoteza Humphrey Polepole, mpaka sasa hivi haijulikani alipo. Sasa kipindi ambapo mnadhimu wa bunge la kitaifa anasema sasa hivi mwezi wa 5 kwamba wao hawakuhusika kwenye upotezwaji wake Humphrey Polepole, basi kama hawakuhusika, je, wapo na taarifa mahala ambapo Humphrey Polepole yupo? Na je, Humphrey Polepole yupo salama alipo? Ninashuku. Wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Asanteni sana. Endelea kupiga subscription, endelea kubonyeza kengele. Wacha tu niweze kukuacha kwa hili swali. Kulingana na hizi taarifa, unaona mnadhimu wa bunge la kitaifa anazungumza. Unaona Humphrey Polepole yupo hai? Mbona wameanza kujiondolea lawama? Jinsi ambavyo wamekuwa wakisema kwamba wao hawakuhusika kwenye maafa ya ndugu zetu wa Tanzania ambao waliweza kuuawa Oktoba 29 kipindi cha uchaguzi. Sema nasi, naomba niweze kupata wazo lako hapa chini. Kumbuka kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ninawatakia mwezi mwema wa Mei wenye mafanaka na afya njema. Asanteni sana.